Njia mojawapo ambao Waislamu wanaitumia kujaribu kujenga hoja kwamba huyu Muhammad ni nabii wa kweli ni kumweka Muhammad kwamba ni mojawapo ya uzao wa yule Ishmail ambaye ni alikuwa ni mtoto wa Abrahamu. Na kwa ambao hawafahamu, huyu Ishmail yeye alizaliwa kupitia kwa alikuwa mjakazi wa Sara julikanaye kama Hajiri. Sasa kwa mujibu wa Waislamu ni kwamba uzao wa Ishmail unapita kwa mwanae wa kwanza, mwanae mojawapo watoto wa Ishmail ajulikanaye kama Kedari, kwamba Kedari ndipo ambapo ukoo huu unakuja, ndipo anapozaliwa Muhammad kutoka kwa Kedari na kuja kumfikia Ishmail, kisha kutoka kwa Ishmail kwenda kufikia kwa Abraham. Lakini tunapoenda katika Biblia, huyu Kedari tunamuona katika kitabu cha Mwanzo sura 25, hapo nafikiri kwenye aya ya 13. Sasa hadithi nzima ya kuzaliwa kwa huyu Ishmaili haipo kikamilifu katika Qur'ani wala katika hadithi, bali tunaipata katika kitabu cha Mwanzo. Unaposoma maisha ya Abraham kutoka Mwanzo sura ya 11 mpaka sura ya 25, ndipo unaona maisha yote ya Abraham yakielezewa kwa ufasaha kabisa, mpaka namna Sara anapomtoa huyu Hajiri na mpaka Abrahamu anapompata Ishmaili na mengine kama hayo, mpaka baadaye Abrahamu anakuja kupitia ushinikizo wa kutoka kwa Sara anamfukuza Hajiri na mwanae Ishmaili, na baadaye wanapotelea katika jangwa la Barsheba. Naam. Lakini tunapokwenda katika hoja hii ya Waislamu ya kutaka kuthibitisha huyu Muhammad ni uzao wa Ishmaili, kuna kuja kuwa giza nene sana. Waislamu wamekuwa wakitunga hii, hakuna ukweli wowote ule, aidha katika vyanzo vya Waislamu wenyewe au katika historia au hata katika maandiko ya namna yoyote ile, si Qur'an, si hadithi zinazothibitisha kwamba huyu Muhammad kweli ametoka katika uzao wa Ishmaili kupitia huyu Kedari. Haupo. Haya ni madai tu ya kutunga kwa Waislamu katika kujenga hoja kwamba huyu Muhammad ni uzao unaotoka kwa Ishmaili. Kwa mfano, unapotizama muda uliopita kutoka kwa Abrahamu mpaka Muhammad, kwa mujibu wa wanahistoria na wachunguzi wa maandiko, wanadai kuna miaka takriban 2400 na 2500 hivi. Na Waislamu wanapojaribu kujenga hoja na kujenga nasaba ya Muhammad kutoka kwa Ishmaili, wanaleta nasaba yenye uzao wa kati ya watu 30 mpaka 40 kumfikia Muhammad. Lakini wataalamu wa maandiko na wataalamu wa nasaba wanasema huwezi kuweka nasaba ya miaka 2400 2500 kwa vizazi visivyozidi 40. Hii kitu haiwezekani. Hesabu hii inawezekana tu kwa kuleta nasaba yenye watu wasiopungua 75 mpaka 100, kwa sababu unapoweka watu 40 kukava miaka 2400, maana yake kila uzao pale ni wastani wa miaka 60, kwamba mwanamume anapozaliwa mpaka aje kupata mtoto mwingine ni kipindi kilichopungua miaka 60 kwa kila uzao. Kimahesabu kabisa hayawezekani, na ndio maana wataalamu wa nasaba wanasema miaka 2400 2500 haiwezekani kuwepo chini ya vizazi 75, lakini hasa wanakisia vizazi 100 hivi. Kwa hiyo unapoona Waislamu wanapotuletea nasaba ya wenye vizazi vya kati ya 30 na 40 kusema kutoka kwa Muhammad mpaka kumfikia Ishmaili, ni upuzi mtupu. Haiwezekani kimahesabu, haiwezekani kimantiki katika namna gani maisha ya wanadamu yamekuwa. Jambo jingine tunaona kwamba kwa mujibu wa wanahistoria pia inasemekana kwamba utaratibu wa kuwaita Waarabu, kwa sababu jambo jingine kubwa ambalo Waislamu wanalizungumzia ni kwamba Waarabu ni uzao wa Ishmaili. Hili swala la kuwaita Waarabu kwa ni uzao wa Ishmaili wala haikuanza kwa Waarabu wenyewe. Swala hili au madai haya yametoka kwa Wayahudi na Wakristo, ndipo wamekuwa kwa miaka mingi na kwa miongo mingi na karne nyingi wamehusisha Waarabu na uzao wa Ishmaili. Hili jambo wao wenyewe, kwa mfano wa Kureshi ambao ndio ukoo ama tuseme kabila ya aliotokea Muhammad, wao wenyewe hawakuwahi kujiita kwamba ni uzao wa Ishmaili. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo halijatoka kwa Waislamu wenyewe au kwa Wakureshi wenyewe, kwa Waarabu wenyewe, limetoka nje ya Waarabu na hususan kwa nje ya Wakureshi. Na swala la kuwahusisha kuwaita kwa mujibu wa rekodi zilizokuwepo ni kwamba neno wa Ishmaili au jamii za Ishmaili
zilipokuwa zikizungumziwa kabla ya kipindi cha Muhammad, tunazungumzia karne ya 7, lilikuwa linawahusu Waarabu walikuwa kaskazini ya bara ya Arabu, si chini yake huku kuelekea maeneo ya Maka. Kwa hiyo unapozungumzia Waarabu ambao walikuwa wakijulikana au wakiitwa kama Waishmaili, haihusu makabila ya Kiarabu ambao yako huku bara la Arabu kuelekea Maka kushuka mpaka kusini. Haikuwahi kuwa hivyo. Jambo nyingine ni kwamba Wakureshi wenyewe hawakuwahi kuwa makabila ambayo yanajihusisha kwa namna yote na Waishmaili kabla ya Muhammad. Hili jambo limekuja kukua zaidi kwenye karne ya 18. Hii hoja kwamba Muhammad ni uzao wa Ishmaili ni hoja ambayo imejengwa na Waislamu hasa kuanzia karne ya 18. Kwa mfano, nasaba ambayo Waislamu wanaipenda kuizungumza imegawanyika katika pande kubwa mbili. Nasaba upande wa kwanza inazungumzia Muhammad kwenda mpaka kwa mtu mmoja anafahamika kama Adnan. Halafu nasaba inayotoka kwa Adnan kwenda mpaka kufika aidha kwa Ishmail, na baadhi wanaizungumzia pia, japo hii si maarufu sana, kutoka kwa Ishmail kumfikia mpaka Adam. Lakini nasaba kubwa ambazo zinaletwa na Waislamu sasa hivi ni zenye pande mbili, Muhammad kumfikia Adnan na kutoka kwa Adnan kumfikia Ishmail. Hizi ndio ambazo zimegawanyika. Sasa tunapokwenda kuchunguza katika maoni ya vyanzo vya Waislamu au wataalamu wa dini ya Kiislamu, tunazungumzia hapa wanazuoni na wanahistoria wa Kiislamu, kuna hoja nyingi ambazo zinapinga kabisa. Wao wenyewe katika vyanzo vya Waislamu wanapinga kabisa suala la uthibitisho kwamba Muhammad kuna uwezekano wa kuweka nasaba yake kumfikia Ishmail. Kwa mfano, Ibn Ishaq, huyu ni mmojawapo mwanazuoni wa Kiislamu wa karne ya 8, au na Ibn Saad ambaye huyu ni wa karne ya 9. Wote hawa wawili wanaelezea kwamba majina yoyote ambayo Waislamu wanayaleta kutoka kwa huyu Adnan kumfikia Ishmaili ni tungo tupu. Na wanazuoni wa mwanzo hawa, kama nilivyokuambia, kati ya karne ya 8 mpaka ya 9, wanasema vyanzo vya haya majina yanayoweka kutoka kwa Adnan kwenda kwa kumfikia Ishmail ni majina ambayo yanaletwa na wale waliokuwa Wayahudi waliogeuka kwa Waislamu kwenye karne ya 7 na ya 8 mwanzoni, kwamba vyanzo hivi havitoki kwa Wakureshi wenyewe wala kwa Waislamu, kwa sababu ni sawa na kusema leo hii Mngoni ambaye anatoka kusini mwa Tanzania awe analeta nasaba ya Nyerere ambaye ni mzanake anatoka kaskazini kabisa mwa Tanzania. Hili ni jambo la kushangaza na la kuchekesha pia. Unapokwenda zaidi pia, kwa mfano Ibn Saad yeye anaelezea kwa urefu zaidi. Kwa mfano, katika andiko la Ibn Saad linajulikana kama kitabu Al-Tabakat Al-Kabir, anasema nasaba ya Muhammad haizidi kwa huyu manake Adnan kwa jina lake kamilifu anaitwa Maad ibn Adnan ibn Udad. Anasema nasaba ya Muhammad haiendi nje ya Adnan. Jina lolote linalotokea juu ya Adnan ni utungaji mtupu, hauna uthibitisho wowote, hakuna ukweli. Ibn Abbas yeye anaripotiwa kusema kati ya Adnan na Ishmail kuna vizazi 30 ambavyo havijulikani, kwamba hakuna katika vyanzo vya wao katika Uislamu ambao vinaweza kuleta majina ya hawi vizazi 30 kutoka kwa huyu Adnan mpaka kwa Ishmail. Kwa hiyo Ibn Abbas mwenyewe ni mmojawapo ya wanazuoni wa Kiislamu wanaopinga kabisa. Kadhalika Ibn Kathir na Al-Tabari, wote wawili wanapinga nasaba zinazomuunganisha Muhammad na Ishmail kutoka kwa Adnan. Katika andiko la Ibn Kathir linajulikana kama Al-Bidaya wa Al-Nihaya, Ibn Kathir anasema kwamba, na ndani mwake humu anamnukuu Umar al-Khattab akisema kwamba wao wanavyofahamu ni kwamba Muhammad nasaba yake ipo hakika tu kutoka kwa Muhammad mpaka Adnan, si zaidi ya hayo. Halikadhalika pia Ibn Kathir anamnukuu Urwa ibn al-Zubair kwamba huyu Muhammad anaweza kufika kwa Adnan tu au al-Qahtan na si zaidi ya hapo. Imam Malik al-kadhalika, Imam Malik ibn Anas ambaye ni mwanazuoni wa karne 8, naye pia mwanazuoni mwingine anayepinga kabisa swala la Muhammad kuhusishwa moja kwa moja na uzao wa Ishmail anafahamika kama Ibn Abdal al-Bar, naye pia anapinga. Kwa hiyo yote haya ndani ya vyanzo vya Kiislamu tunazungumzia kuanzia karne ya 7 mpaka karne ya 18. Hapa Waislamu wenyewe wanapinga kabisa, na kuna vyanzo kadhaa vya hadithi
ambavyo zipo, ambazo inaonekana Muhammad mwenyewe akisema hataki watu waandike nasaba yake kumwelekea Ishmail kwa sababu hawa watu watunza nasaba ni waongo. Kwa hiyo suala la Waislamu wa leo hii ya karne 21 wanapokuja, unakuta unaweza kuzikuta pia katika baadhi ya nyumba za watu kuna chati ambayo inabandikwa na inadai kwamba inamwonyesha Muhammad nasaba yake kumfikia Ishmaili. Ni upuuzi mtupu, ni kitu cha kutunga ambacho hakina ukweli wowote. Tumsikilize huyu mojawapo ya mwanazuoni ambaye yu hai sasa hivi, anaitwa Dr. Yasir Kadhi, anazungumzia vipi. Tumsikilize kidogo. So where do we get this information from? From Arabic folklore. And Arabic folklore has not been preserved that well. And if you look at some of the charts printed in the Muslim world, and we find them in our houses, you find a lineage of the Prophet all the way to Adam. You must have seen this. It's also online and whatnot, right? This chart is half fact, half myth, and half fiction. That doesn't make sense. 1/3, 1/3, 1/3. Okay. As for the fact, it is between us and between Prophet and Adnan. That's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. We don't have anything in our tradition about the lineage between from Ismail and Ibrahim all the way back to the Prophet Adam alayhi salam. Anachokisema hapa Yasir Kadhi ni kwamba majina yaliyopo katika nasaba ya Muhammad kutoka kwa Muhammad kwenda kwa mpaka kwa Adnan ni hakika, lakini yanayotoka kutoka kwa Adnan mpaka kumfikia Ishmail yana walakini mkubwa sana, na yale kutoka kwa Ishmail kumfikia mpaka Adam, haya ni hakika, wala hayatoki katika vyanzo vya Waislamu wenyewe. Haya yanatoka kwa Wayahudi katika vitabu vya Yahudi. Kwa hiyo kimsingi Yasir Kadhi huyu ni mmojawapo mwanazuoni maarufu sasa hivi na yuko hai, Dr. Yasir Kadhi na wengine wengi kama nilivyokuambia, hata wao wanazuoni wa kale, wote hawa kwa pamoja wanasema suala la kumhusisha Muhammad na Ishmaili halina uthibitisho. Kwa hiyo ni makosa makubwa na ni hadaa kubwa kwa Muislamu kusimama mbele ya watu, aidha wawe baina wao wenyewe Waislamu au kwa Wakristo na wengine wasiokuwa Waislamu, kwamba Muhammad ni uzao wa Ishmaili. Hii ni hadaa, hii ni uongo. Ndugu yangu Muislamu unaoangalia video hii, ni kuambie tu kwamba kama unaaminishwa hivi, jiulize kwa nini huyu Mungu au kwa nini Uislamu huu unahitaji kutumia hadaa au uongo kujaribu kujenga hoja hii. Hili ni jambo la kutafakari sana. Bwana Yesu anatuambia wazi kwamba shetani ndiye baba wa uongo na hakuna ukweli unaotoka ndani mwake. Huu ni uthibitisho kwamba imani ya Kiislamu ni imani ya shetani. Hakuna jambo jingine la kusema nje hapa. Kwa hiyo ujaribu kuangalia ni mara ngapi tumezungumza. Kwa mfano katika video zangu nyingi nimezungumza vitu vingi ambavyo Uislamu hauwezi kuthibitisha. Vitu vingi ninavyoweka mbele ya wasiokuwa Waislamu ni uongo mtupu, na zaidi kwamba uongo huu sio tu unaletwa kwa nje kwa watu wasiokuwa Waislamu, lakini hata baina yenu Waislamu mnaambiwa na mnabebeshwa mambo haya. Sasa jiulize, kwa nini imani hii inategemea hadaa na uongo kujenga hoja? Ni jambo la kulitafakari ndugu yangu Muislamu. Nikwambie tu Bwana Yesu anasema wazi katika Biblia takatifu, katika Injili anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Anasema lolote litakalokuwa unalisema liwe ni ndio au sivyo. Nje ya hilo lote linatoka kwa yule mwovu, adui mwovu Shetani, ambaye mtaji wake mkubwa ni uongo. Nakutakia amani ya Mungu.